Vile vifaa vya mahakama mtandao tutaendelea kuona namna ambavyo vitakavyotumika, na bahati nzuri Mheshimiwa Masayo yupo. Yale mashauri mengi hasa ya rufaa ambayo yalikuwa na gharama kubwa sana ya kumsafirisha mfungwa kutoka gereza moja kwenda gereza lingine, hasa wale wafungwa wa kunyongwa ambao kwa mujibu wa taratibu zetu wanastahili kukaa kwenye yale magereza makuu, na kwa sababu wale watu, mfano kwa takwimu za leo, gereza Butimba Mwanza lina wafungwa zaidi ya 230 wa kunyongwa. Sasa ili isiwe ni chaos, tunawasambaza wengine, unaojikuta wako Lilungu, Mtwara. Sasa siku ya rufaa unaambiwa umsafirishe mfungwa wa kunyongwa kutoka Mtwara mpeleka Mwanza. Lakini leo hii kwa impact ambayo inaenda kutokea kwa kupata vile vifaa vya mahakama mtandao, ni bando peke yake litatumika kwa kesi ile kusikilizwa. Kwa hiyo tumepunguziwa gharama ya usafiri, risk associated, lakini na ile manpower ya zaidi ya staff 5 wa kumsindikiza yule mfungwa mmoja kutoka Mtwara kwenda Mwanza, ambao walikuwa unawalipa per diem nauli zao, lakini pia unawakosa kwenye jukumu lingine ambalo walikuwa nalo katika ile station. Hata hivyo, mafunzo haya yatatoa nafasi ya kupata mbinu mpya za kukabiliana na changamoto hizo kwa njia ya kitaalamu, lakini pia ubunifu na kwa njia ya kushauriana uzoefu. Tuna matarajio makubwa kutoka katika washiriki hawa katika kukuza mashirikiano baina yao wenyewe, kwa kuzingatia kuwa kazi yao au kazi yenu ina uhusiano wa moja kwa moja kwa pamoja. Katika dunia sasa inayokumbwa na mabadiliko ya kasi katika nyanja mbalimbali, hususan za kiusalama, kijamii na kisheria, ni wajibu wetu kama taifa kuwekeza kwa makusudi katika uimarishaji wa uwezo wa watumishi wa umma, hasa wale wanaohusika moja kwa moja na utekelezaji wa haki katika jamii. Miongoni mwa jeshi la msingi katika mnyororo wa haki jinai ni jeshi la magereza, ambalo lina umuhimu nyeti na wa kipekee wa kuwahifadhi, kuwarekebisha na kuandaa wafungwa ili waweze kurudi katika jamii wakiwa wamebadilika na tayari kuwa raia wema na wachangiaji wa maendeleo ya taifa.